Ni katika mwendelezo wa ziara maalumu ya kuelekea katika maadhimisho ya siku ya utamaduni duniani, ambapo leo tumetembelea maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kusini Unguja ikiwemo Charawe, Ukongoroni, Kizimkazi na kumalizikia Jambiani. Lengo kuu la ziara hii ni kutambua historia mbalimbali za kiutamaduni hapa visiwani Zanzibar. Ungana nami katika ziara hii. Na kwa siku ya leo tumefanya matembezi katika kijiji cha Charawe, tukaenda Kizimkazi, tukaona shughuli mbalimbali za utamaduni ambazo zinaendelea, na mwisho tumemalizia hapa Kuza Cave. Ambacho nimekiona ni cha msingi sana ni namna ambavyo tunatakiwa kutunza utamaduni wetu kwa ajili ya kizazi kijacho. Tumeona jitihada mbalimbali ambazo zimefanywa na watu mbalimbali hasa kwa Kuza Cave. Kitu ambacho kimenifurahisha kikubwa sana ni historia ya chui wa Zanzibar. Kwa kweli kwangu mimi nilikuwa sijawahi kusikia historia hiyo. Japo jana tulifika makumbusho wakatuonesha huyu hapa ni chui wa Zanzibar, lakini historia yake nilikuwa sifahamu. Lakini kupitia maigizo yaliyoonyeshwa nimekuja kugundua kumbe yule chui alikuwa ni chui wa thamani, na watu pia walikuwa hawajui ni chui halisi au sio chui halisi. Lakini kupitia hii tumeweza kutambua kwamba kweli kulikuwa na chui wa Zanzibar. Alikuwa na namna gani? Kwa hiyo inakuwa inatutia hamasa ya kuendelea kusoma historia na kujua historia yetu kwa ujumla. Kwa hiyo maadhimisho haya yatakuwa yanafanyika kila mwaka. Kwa mwaka huu tumefanya Zanzibar, kwa mwakani tunaweza tukafanya Tanzania bara, tutachagua ni wapi. Lakini lengo letu hasa ni kutuweka pamoja, tukaona ni kwa namna gani tunaweza tukaufurahia utamaduni wetu, tukatunza utamaduni wetu, tukapata nafasi ya kujadiliana ni kwa namna gani tunaweza kutunza utamaduni wetu. Je, tamaduni zetu zilizopotea tunaweza tukafanyaje ili tuweze kuzirithisha kwa vizazi vijavyo? Kwa hiyo hii ni siku muhimu sana. Ni maadhimisho ya muhimu sana ambayo sasa yanatuweka pamoja tuweze kutafuta ni kwa namna gani tunaweza kuendeleza tamaduni zetu nzuri ili ziweze kurithishwa kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Inabidi tuendelee kutoa elimu kwa sababu tunajua sasa hivi ni ulimwengu wa utandawazi. Vijana, watoto wanaona vitu vingi sana kutoka nje na wengine mpaka wanaiga. Kwa hiyo ni wito kwetu sisi wa Tanzania. Kukaa kwa mzazi, kaa na mtoto wako, muoneshe jinsi gani wewe ulivyoelewa, vitu gani umevirithi, na umjulishe kwamba utamaduni wake ni wa muhimu sana, kwa sababu ndio utamaduni, ndio utambulisho wake. Bila utamaduni hatuwezi kumtambua ni nani. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wadau mbalimbali kuanzisha programu za kurithisha utamaduni kuanzia ngazi ya familia mpaka katika ngazi ya taifa. Lengo letu utamaduni wetu wa Kitanzania uthaminiwe na urithishwe kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine, kwa sababu tuna utajiri mkubwa sana wa utamaduni. Na inabidi tujivunie, tuwe mstari wa mbele, tutembee kifua mbele tukishikilia kwamba utamaduni wetu ni mzuri. Hata kwenye lugha ya Kiswahili, hebu tuzungumze lugha ya Kiswahili. Lugha zetu nyingine tulizonazo za makabila, tufundishe watoto wetu kwa sababu zimebeba busara, zimebeba kila kitu ambacho ni cha msingi cha kuweza kumlea na kumkuza mtoto katika maadili mema na kuwa Mtanzania mzuri kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Leo ni siku ya pili kuelekea maadhimisho ya siku ya utamaduni duniani. Siku hii imetangazwa na shirika la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO kwamba kila ifikapo tarehe 21 Mei basi
dunia, mataifa mbalimbali ni vyema kukaa, lakini pia kuonyesha shughuli za utamaduni wa kila nchi. Kwa hiyo kwa sisi Tanzania, tume ya UNESCO ya taifa Tanzania ndiyo ambayo imeshirikiana na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ya Tanzania Bara, lakini pia imeshirikiana pamoja na Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo ya hapa Zanzibar. Kwa pamoja tumeshirikiana na Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, ili kwa pamoja kama nchi kama Tanzania, na imeichagua Zanzibar kuwa ni mwenyeji kufanya shughuli za kiutamaduni. Kwa hiyo leo ni siku yetu ya pili. Jana nafikiri nyote mtakuwa mnakumbuka, tulikuwa katika eneo la Mji Mkongwe tukiangalia maeneo ya kihistoria, lakini pia yale ambayo tunasema ni vivutio vya utalii. Lakini leo tulianza na kijiji cha Charawe, lakini baadaye tukamalizia Ukongoroni kuona mambo yetu mbalimbali ya asili, ya jadi mbalimbali pamoja na utamaduni. Tuliangalia pale ususi, tuliangalia pale ufumaji, tuliangalia pale usagaji wa bidhaa mbalimbali za kitamaduni, lakini pia tuliangalia zikri. Na baadaye tulikwenda katika pango la kihistoria pale Kizimkazi, wanaita Salam Cave, ambalo tumepata kujionea kama ni kivutio cha utalii, lakini pia yale mambo ya asili. Na sasa hivi tunamalizia hapa katika eneo la Kuza Cave, ambapo tumepata kuona mambo mbalimbali ya kijadi, ya kiasili, ya tamaduni za Zanzibar, lakini pia Mtanzania. Niseme kwamba lengo hasa la kufanya hii siku ni kama hivi: jamii ya Wazanzibari, jamii ya Watanzania kuendelea kufahamu asili zetu. Tuna mambo mengi ambayo ni fahari ya utaifa wetu, ndio ambayo yanaweka Watanzania ama Wazanzibari pamoja kupitia mila zetu, desturi zetu, kutokana na matendo ambayo tuliarithi kama ni utambulisho wa taifa letu. Mambo haya yalifanywa na wazee katika karne nyingi zilizopita. Sisi kama kizazi tuopo sasa tumeyarithi, na kwa kweli yana haiba. Tunaona watalii, lakini sisi kizazi ambacho tunajisikia raha pale ambapo tunayafanya, pale ambapo tunakuwa tunajumuika. Na haya msingi wake ni kwamba kwa nini tunafanya? Lengo ni kurithisha. Kuna kizazi kitakuja Zanzibar miaka mingi ijayo. Kuna kizazi kitakuja Tanzania miaka mingi ijayo. Lengo letu kama idara, sisi Baraza la Sanaa, lakini pia idara ya utamaduni, lakini wizara, serikali kwa ujumla, ni kwamba mambo haya yarithishwe kutoka kizazi sisi tuliopo sasa, lakini na kile ambacho kitakuja, haya mambo hayakute, kwa sababu ndio itakuwa utambulisho wa taifa letu. Lakini lengo letu, haya mambo kama mnavyojua yanapotea, na kwa sababu ya mwingiliano huu wa kimataifa, lakini pia maendeleo haya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo sisi wenye dhamana ya masuala haya ya sanaa, utamaduni, mila zetu na desturi zetu, ni lazima kwamba ikifika siku kama hii, basi ni lazima tuweze kuyaonyesha, kuyaibua, alafu tuyaonyeshe. Leo hapa nyote mmeona Jambiani kuna nini, asili ya Jambiani tumeona pale. Kwa hiyo kuna mambo mbalimbali ya kijamii unaweza kukuta kwamba yalifanywa na sisi kama jamii ya kizazi sasa tulikuwa hatuyajui, lakini kupitia siku hii tumeweza kuoneshwa jamii ya Jambiani, jamii ya Charawe, jamii ya Ukongoroni, mambo kama ya Leskri tumepata kuyaona. Kesho tutamalizia katika usiku maalum, tunaita usiku wa utamaduni katika eneo la Golden Tulip, ambapo tamaduni za Tanzania lakini pia tamaduni za Zanzibar specific zitaonyeshwa katika jukwaa lile ambalo tutakuwepo pale na mawaziri wetu wawili tunatarajia, lakini na wageni mbalimbali wa nje ya Zanzibar, nje ya Tanzania, lakini pia wanaotoka mikoa mbalimbali watakuwepo kuonyesha utamaduni. Tutakuwa na jamaa zetu pale ama ndugu zetu katika utaifa wetu wa Masai. Tutakuwa pale tuna machifu kutoka karibuni mikoa mitano, lakini tutakuwa tuna maulidi ya homu, tutakuwa tuna ngoma zetu za asili, lakini tutakuwa tuna kaswida zetu, tutakuwa tuna nashidi zetu, lakini pia tutakuwa tuna maonyesho ya mavazi. Lakini tutakuwa kuna jukwaa la mjadala, tunaita panel discussion. Lengo wataalamu wabobevu wanaojua wanaoweza kufahamisha kizazi cha sasa utamaduni watakuwepo, ili kuweza kujadili kidogo wapi tumekosea na namna gani twende ili kuendelea kurithisha na kuimarisha utamaduni wetu. Mara baada ya ziara hii tumeweza kujua historia mbalimbali katika mkoa wa Kusini, wilaya ya Kati Unguja. Ikumbukwe kuwa tarehe 21 Mei huadhimishwa siku ya utamaduni duniani. Jina langu ni Subira Salum, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.